wachezaji wamecheza salama, tumetoka bila injury. Sawa, na hii ni finali. Mshindi alitakiwa leo moja. Yaani ingelikuwa timu ndogo hii, inawezekana hata hapa tungefali tungepigwa, lakini mwisho wa siku timu imepambana kutokana na matokeo tuliotoka nayo kule, goli mbili tumezitafuta tumezipata, lakini kwa maamuzi ya refari yeye ndo kaamua kwamba bingwa awe nani. Kwa hiyo huwezi ukawalaumu wachezaji, huwezi ukawalaumu uongozi, huwezi ukawalaumu mashabiki wale wa Simba. Watu wamepambana, wala serikali nao ilipambana vile vile kuelekea kwenye mechi. Kwa dakika 90 zimeisha salama, zilikuwa za moto. Bingwa alikuwa ni mmoja, na kwa sababu kafu wameshapanga bingwa wao, it's okay, wache Waarabu wachukue. Waamuzi wote, yani kuanzia huyu msaidizi namba 2 pamoja na refari wakati na chumba cha VAR vile vile, wote wanapaswa kulaumiwa kwa sababu wao ndio wamevuruga nini, wamevuruga mechi. Wameondoa radha ya nini? Wameondoa radha ya fainali. Mechi ya fainali huwezi ukatoa kadi nyekundu za kimbabumbavu. Umeelewa? Ile kadi nyekundu ilikuwa haina sababu ya kutoa kadi nyekundu. Kwa sababu Kagoma ameucheza mpira, katika kucheza mpira ndo amemgusa yule jamaa. Hata kama angeamua kuweka faulu lakini asingeweza kutoa nini? Kutoa kadi. Kwa hiyo amekuja na maamuzi yake. Na alijua kwa nini wai Kagoma. Umeelewa? Kwa nini asiwe mchezaji mwingine? Kwa sababu Kagoma ndiye aliyekabidhiwa Musa Kamara, ambaye yule Kamara, Mohamed Kamara ndiye aliyekuwa kinara wao. Kwa hiyo kwa sababu ameona amefichwa yule Kamara, mwisho wa siku ndo akaamua yule aliyeficha Kamara hapa hivi amtoe na renja. Kwa hiyo akaamua atoe Simba mchezoni, lakini mwisho wa siku Simba akajitafuta akarudi tena wapi? Mchezoni. Wanapata goli, refari anafanya nini? Anakataa tena. Kwa hiyo mwisho wa siku huwezi kulaumu wachezaji. Wachezaji wamepambana vya kutosha, timu imepambana vya kutosha, mashabiki tumepambana vya kutosha. That's why unaona tumetoka from Dar es Salaam to Zanzibar. Kwa hiyo sisi wala hatuna baya, umeelewa bwana, na wala hatumlalamiki mtu yoyote.